Siku ya leo tuna kongamano la wanawake katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani mwaka 2025, na tunafanya katika kijiji cha Mgambo, kata ya Buhingu, tukihusisha vijiji vya Buhingu, Mgambo pamoja na Nkonkwa. Na lengo kubwa la maadhimisho haya ambayo tumeyafanya ni kuweza kuleta wanawake pamoja, kuweza kupata huduma mbalimbali, kujadili shughuli mbalimbali ambazo sisi wanawake tunazifanya, lakini pia ambazo tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Sambamba na hili, wanawake wameweza kupata elimu ya afya ya uzazi pamoja na uzazi wa mpango, elimu juu ya saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya matiti, lakini pia kuweza kuifahamu chanjo inayotolewa, lakini pia mazingira ya kwa ujumla usafi, wanawake kuweza kufahamu ni kitu gani ambacho wanaweza wakafanya ili kuweza kuleta ustawi katika afya na katika mazingira kwa ujumla. Na ni muhimu sana katika masuala ya uhifadhi ambao mradi wa Tuungane unafanya, kuweka pia masuala ya afya, kwa sababu ili tuweze kufanya uhifadhi ulio mzuri na endelevu tunahitaji jamii yenye afya. Tunahitaji pia ushiriki wa wanawake hususan kwenye shughuli za uhifadhi. Sasa wanawake hawa kama wana changamoto za kiafya ambazo zinawatatiza, basi inakuwa ni ngumu kuweza kushiriki kwenye uhifadhi. Kwa hiyo kwa leo tukaona ni vizuri kwa kushirikiana na serikali, halmashauri ya wilaya ya Uvinza, kuweza kuwasogezea kina mama huduma hususan hizi ambazo hazipatikani karibu na wao. Wanapata elimu, wanapata uchunguzi, lakini pia wanaweza kupata matibabu ya awali na kuweza kupata referral kwa wale ambao wanahitaji kupata rufaa kwa matibabu zaidi. Kwanza niseme nashukuru sana. Nimejifunza kuna vitu ambavyo nilikuwa sijawahi na wala nilikuwa sifahamu, hasa swala la haya magonjwa. Tulikuwa tunasikia tu, lakini hatujawahi kujifunza kuhusu saratani ya matiti wala ya mlango wa uzazi. Lakini leo tumejifunza, tumechukua mengi. Nafikiri na sisi tutaenda kujifunza jamii ili kuendelea kuhamasisha wanawake kama sisi kupata huduma kama hizo. Kwa siku ya leo mimi nimefurahi sana, au kina mama tumefurahi sana kwa hichi ambacho tumejifunza siku ya leo. Kuna wengine tulikuwa tunasumbuliwa na tatizo, tunajihisi labda tuna magonjwa ambayo tusiyoelewa, lakini baada ya kupata mafunzo haya tumeelewa nini tunaweza tukajitahidi kupata vipimo, kuelewa tuna tatizo la ugonjwa aina zote ambazo tulizofundishwa. Kwa kweli mimi nimeshukuru sana kwa mafunzo haya. Tunaomba mafunzo haya yaendelee kwa wakina mama katika sikukuu hizi ambazo ni za wakina mama duniani.